Mimi sijawahi kukatia tamaa Tanzania, lakini naogopa hiyo siku sasa imefika. Nimeumia na nimeumia tena. Hasa wale watoto waliopoteza maisha yao. Unajua, kabla ya kuanzisha Bongozozo, mimi nilikuwa kocha wa mpira wa watoto Iringa na Moshi. Hawa ni watoto wangu. Kwa miaka 27 nilizoishi nchini Tanzania, sijawahi kuona uvunjifu wa amani na ukosefu wa utu kiasi hicho. Yani ukiangalia video zinazosambaa mitandaoni, yani unasema hii sio Tanzania tunaojua sisi. Kama Somalia. Najitahidi kuongea kwa heshima, lakini siwezi kuridhika nikiona risasi zinatumika kwa raia. Mbona kuna njia nyingi ya kuzuia, ya kudhibiti vurugu mtani? Kuna kuwapiga na maji, kuna mabomu ya machozi, lakini risasi imenilaza chini. Napinga 100%. Basi uamuzi niliofikia ni kujitoa kwenye kazi ya ubalozi wa utalii kwa Tanzania. Kazi yenyewe nilipokea kwa moyo mkunjufu na irudisha kwa moyo mzito sana. Na wapenda sana nyewe wa Tanzania wote, ila inaniwia vigumu kupeperusha bendera na kutangaza Tanzania kama sio nchi ya amani na utu. Bwana, nchini Tanzania baada ya uchaguzi na katika uchaguzi kuna mambo yalifanyika ndani ya pasia, na baadhi hayo mambo yanazungumzwa na huyu mwamba aliyojulikana sana kwa mitandao ya kijamii kama Bongozozo. Bongozozo amekuwa balozi wa utalii nchini Tanzania. Sasa Bongozozo ameamua kujiuzuru katika nafasi hiyo ya ubalozi nchini humo kufuatia mauaji yaliyofanywa na jeshi la polisi nchini Tanzania kwa kuua raia nchini humo. Kuna vitu vimekuwa vikiendelea nyuma ya uchaguzi nchini Tanzania, ikiwepo kutekwa kwa vijana ambapo walitaka kutangaza ukweli kwa kilichotokea tarehe 29 katika maandamano. Haya yote yanafanyika nyuma ya pasia katika miji tofauti ikiwepo Dar es Salaam, Arusha, Mbeya. So baada ya Bongozozo kujiuzuru kwa ubalozi wa utalii nchini Tanzania, kuna taarifa aliandika, utaniruhusu nisome. Bongozozo aliandika ya kwamba kutokana na hali ya uvunjifu wa amani na kupotea kwa utu nchini Tanzania, nimeamua kujiuzuru rasmi katika nafasi yangu ya ubalozi wa utalii. Nimesikitika sana kuangusha wa Tanzania kwa ujumla, pamoja na ndugu yangu aliyeniteua Mheshimiwa Hamisi Kigwangalla na marafiki wengi niliopata kupitia jukumu hili. Ninawashukuru kwa moyo wangu wote kwa imani, upendo na fursa mlizonipa, ila kwa maumivu makubwa ninayohisi moyoni nimegundua siwezi kuendelea. Siwezi hadi siku nitakapopoa. Naomba Mungu siku hiyo ifike mapema ili aondoe maumivu haya moyoni mwangu na nirejee na amani ndani yangu na katika nchi ya Tanzania. Hayo ni maneno ya aliyekuwa balozi wa utalii nchini Tanzania aliyejulikana kama Bongozozo. So, na baadhi ya kuongea hayo, Mange Kimambi pia alikuja na kutoa tamko kwa maneno ya Bongozozo. Mange kupitia ukurasa wake wa Instagram aliandika hivi: mtu yote anayefanya kazi na serikali hii batili ambayo haina mamlaka na imeua wananchi, basi naye ni muuaji. Asante wote wenye roho za utu mnaokaa pembeni. Yote anayefanya kazi na serikali hii iliyoua vijana wa Kitanzania ni adui wa watu wa Tanzania. Ila kupitia comment kuhusiana na maneno ya Bongozozo, kuna wengi ambapo nimeona wakimpongeza sana. Bila shaka walami ama wazungu kweli wanapenda vitu viende kwa laini moja, hawapendi udanganyifu. Kama ni rangi nyeupe ni nyeupe, hawataki iwe ni jeusi. So nimeona wengi wanasimama na Bongozozo kujiuzuru kwa kila ambapo kinaendelea nchini Tanzania.
Bila shaka ni jukumu langu kuwashukuru nyinyi wote ambao mmekuwa pamoja nami, na nikukumbushe kuona kama unaweza kufinya subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupokea habari zetu za kila siku. Also 7 Media TV tunawapenda sana, na pia unaweza tufuatilia kwa mitandao ya kijamii kama Facebook OMOM, ama udupate pale TikTok OM TV. Asanteni sana, tunawapenda sana.